Siku ya jana tarehe 31 ya mwezi wa tatu ndipo ilikuwa ni sherehe ya Idi kwa wale Waislamu wote ambao walikuwa wamekwisha kufunga, lakini hata ambao walikuwa hawajafunga siku ya jana wameweza kusherekea sherehe hiyo ya Idi. Na kila mmoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna kila kitu ambacho huwa anafanya cha tofauti tofauti, aidha kukumbuka katika jamii, lakini pia kuweza kuwasaidia kwa wale watu ambao wamekuwa na shida mbalimbali. Lakini kwake Diamond Platnumz imekuwa ni kama kitu cha kawaida, amekuwa akifanya hivyo mara nyingi zaidi, lakini pia watu wengi wamekuwa wakiweza kuona. Sasa tuko na story ya Mwijaku. Unajua ni Mwijaku ni moja kati ya machao ambao pia wamekuwa kama hawaeleweki. Kuna time wanakuwa wanamsifia sana Diamond kutokana na vitu ambavyo wanakuwa wanavifanya, lakini pia kuna muda mwingine anakuwa anamgeuka na vitu kama hivyo. Sasa siku chache zilizopita hapa kabla ya siku ya jana ya Idi, Diamond Platnumz ameweza kuandaa michele, vitu kibao, lakini pia kuna baadhi ya clip ukipitia kwenye mitandao ya kijamii utaona kwamba kuna clip ambayo alionekana kwamba akimvalisha mlemavu mmoja ile barakashia tunasema au ile kofia akiwa anaendelea kusaidia na watu wengine wengi zaidi. Sasa Mwijaku ameonekana kama hajapendezewa na kile ambacho Diamond Platnumz ameweza kukifanya. Tunajua kabisa kwamba Mwijaku huwa anamuita Mwambino. Sasa kwenye Insta story ya Mwijaku ameweza kupost caption ambayo ilikuwa inamhusu Mwambino au Diamond Platnumz, kwa sababu yeye anapenda kumuita Mwambino. Ameandika kwamba Mwambino, umekusanya watu leaders, umewapa 10,000 na kilo za mchele, ukahisi ndio umetoa zakat fitri, umejidanganya. Ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu. Eid fitri ni kilo 2.5, kisha unatoa na 50,000 ya viungo. Bana, ni kama amemkosoa fulani bana, eti kwamba Platnumz ametoa zile 10,000 akijifanya kwamba ndo zawadi ya hiyo ambao wanaita wao kwamba ni zakat fitri. Sasa so Mwijaku amekwambia kwamba bana Platnumz umeweza kujidanganya. Eid fitri ni kilo 2.5 kisha unatoa na 50,000 ya viungo. Kumekuwa kuna maneno mengi sana pia ambayo yanakuwa yanaendelea katika nyakati hizi za mfungo wa Ramadhani, na kila mmoja amekuwa ana story yake. Sasa yapi maoni yako kuhusiana na swala hili? Diamond alichokifanya ni sahihi au amekifanya ni kibaya, au na Mwijaku kuweza kukosoa hivi imekuwa ni sahihi au ameweza kukosea zaidi? Ukiandika comment yako hapo kwenye uwanja wako wa comments utakuwa umefanya poa zaidi, lakini pia ukilike video yetu, kushare, utakuwa umefanya safi kabisa. Na hii ni Sawasawa Digital.